Na vile vile pia msikilizaji wa KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, ni matumaini yangu kwamba endapo ndo kwa sasa umeamka ukaamua kuichagua runinga ya KBC Channel 1, mpango mzima ni GMK, na kama umeamua kusikiliza KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, mpango mzima ni Zinga. Jina langu naitwa Rashid Momkondo, upande wa pili yupo mwenzangu Dora Manya. Mtazamaji, Alhamisi ya tarehe 12 Juni mwaka wa 2025, bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2025-2026 itawasilishwa bungeni, na msisitizo mkubwa ukiwa kwenye mswada wa fedha wa mwaka wa 2025. Mswada huu unapendekeza mabadiliko ya ushuru hasa katika sekta ya viwanda. Mtazamaji, baadhi ya mapendekezo yakiwemo ni pamoja na ushuru kwa bidhaa za plastiki na betri, ushuru wa kuhamisha uwekezaji kwenye bidhaa ghafi na vile vile pia za kuuza nje, pamoja na ongezeko la ushuru na bidhaa muhimu kama mafuta ya kupikia na sabuni. Mtazamaji, ingawa lengo ni kulinda mazingira na kuhimiza uzalishaji wa ndani, wamiliki wa viwanda wameeleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa gharama za uzalishaji na kupotea kwa ajira. Msikilizaji na mtazamaji, katika mikutano ya kusikiliza maoni ya wananchi, wengi wameonyesha hofu kubwa, huku muungano wa vyama vya wazalishaji nchini yani KAM kikionya kuwa ushuru huu unaweza kupunguza mchango wa sekta ya viwanda kwa uchumi wa taifa kutoka 7.6% hadi 6% pekee. Pia ushuru mpya kwenye bidhaa ghafi na eco-levy unaweza ukasababisha bidhaa kupanda, jambo ambalo litaathiri watengenezaji wa bidhaa wa humu nchini na wananchi kwa jumla. Mtazamaji, katika mjadala wetu wa leo nina wageni wawili studioni, na tunalenga kuchambua msaada wa fedha wa mwaka wa 2025 kwa sekta ya viwanda nchini Kenya. Tunaangalia mabadiliko ya ushuru yanayopendekezwa, maoni yaliyowasilishwa na wananchi, na kulinganisha mswada huu na miswada ya awali. Pia tutaangalia bajeti iliyotengwa kwa sekta hii na kujadili njia za kufufua viwanda, kuzuia kufungwa kwa kampuni na kuhakikisha sekta hii inabaki hai na yenye kuchangia kwa kiasi kikubwa kwenye uchumi wa taifa letu. Bila kupoteza nukta, sekunde wala dakika, mtazamaji, kipindi ndo kwanza kinaalika mkoko, na ndani ya studio upande wangu wa karibu ninaye Mheshimiwa Daktari Makali Mulu, CBC, mbunge wa Kitutu ya Kati. Karibu sana Mheshimiwa. Kitui, karibu sana Mheshimiwa. Asante sana. Mbunge wa Kitui ya Kati, kumradhi, yani Kitui Central. Huyu ndo alishindana na aliyekuwa mtangazaji mwenzetu Boni Musambi, akamwambia kijana pole pole, sawa sawa, na yuko ndani ya studio. Na vile vile pia kuna ndugu yangu hapa, jina lake ni gumu lakini nitajaribu. Niko naye FCPA Daktari Abdihafid Yaro, mwanachama wa ISPAC. Sijui kama Abdihafid, mwanachama wa ISPAC. Karibu sana ndani ya studio. Alright, karibuni sana tujadili swala hili. Labda tu nikianza na ndugu yangu Abdihafid Yaro ambaye ni mwanachama wa ISPAC. Mtazamaji, je, serikali inachukua hatua gani kuhakikisha inapata mapato ya kutosha bila kuathiri sekta ya viwanda, kwa sababu sekta ya viwanda nchini Kenya ni sekta kubwa sana? Asante sana Rashid. Kweli sekta ya viwanda ni sekta kubwa vile vile kusema, na zinachangia kwa wingi kwa uzalishaji na utengenezaji mambo mingi, na zina pia changia kwa ushuru. Serikali lazima ipaze ushuru ndio iweze kufanya kazi, ndio ipate pesa ya kuandaa kazi. Lakini ukiona finance bill ya mwaka huu hakuna ushuru vile ambaye imeongezwa kwa hizi masekta ama kwa sekta zingine sana. Ile serikali ile kitu ilijaribu kuifanya ni kuhakikisha tu ya kwamba kitu naitwa administrative functions ama administrative features, ya kujaribu kuifunga loopholes ambao watu wanazitumia pengine kutolipa ushuru na vitu kama hizo. Hizo ndio walijaribu kuifanya, ndio kuhakikisha kwamba ushuru inaendelea kuingia. Ukiniuliza inachangia namna gani hii sekta kuisaidia na iendelee kupata ushuru, utakuja kuona kuna mikakati serikali zimeweka. Kama hizi vitu wanajaribu kusaidia ama kuinua sekta za viwanda. Umewaisikia kitu naitwa sehemu maalum za viwanda, industrial parks, ambayo wanajaribu kuweka katika kila county. Hiyo nafikiri itakuja kuichangia kuhakikisha kwamba Wakenya waweze kutengeneza ama kuiunda
vitu ama kutengeneza viwanda kidogo kidogo katika hizi makaunti. Hiyo ni ni agenda moja ya serikali ambao wanajaribu kuisaidia na hii sekta ya viwanda. Kuna special processing zone na kuna economic processing zone. Hizi zote ni kupatia, hasa kusikia mambo za special economic processing zone. Ni mahali maalum ambao pengine wanapatiwa incentives kadhaa za tax holidays, vitu kama hizo, kuhakikisha kwamba waweze kushindana na pengine industries ambao kutoka nje ambao tunajua kwamba wanaiproduce ama wanaitengeneza vitu kwa bei chache, ndio zinaona vitu zote zinakuwa imported, because watu wanaona ni afadhali kuleta kitu kutoka nje kuliko kuitengeneza hapa, kuizalisha hapa, kwa ajili it is even cheaper kuleta kitu all the way kutoka China na kutengeneza hapa. Na hizo vitu, hiyo shida zililetwa na gharama kubwa ya uzalishaji. Kama Kenya, ile kitu kubwa ambayo inawasumbua sana wazalishaji ni umeme. Gharama za umeme zimekuwa kubwa sana, lakini nimeona kwa plan ya this year wanajaribu serikali inajaribu kuileta kuipromote affordable energy solutions, ndio waweze pengine kuitatua hiyo hali pia, nafikiri. Bila shaka nikirudi kwako Daktari Makali Mulu, mwaka jana kama saizi taifa la Kenya lilikuwa katika wasiwasi mkubwa, na siku 15 baadaye kukawa na machafuko makubwa yaliyopelekewa na mswada wa fedha wa mwaka jana. Na wao wanakaa katika bunge la kitaifa, na kuna tayari baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali yameanza kusema kwamba hata mswada wa fedha wa mwaka huu ni mbaya kuliko uliopita. Sijui unaweza ukalithibitisha ama ukalikataa hili? Wacha niseme hivi, ukiangalia mswada wa fedha uliopita, mwaka uliopita, ulikuwa na matarajio ya kwamba serikali ingepata bilioni 360. That was the estimate. Na ukiangalia ya mwaka huu wanatarajia kupata between 24 billion na 40 billion. Kwa hivyo hata bila kuambiwa mengi, ni kuonesha hii ya mwaka hii haina mambo mengi ambayo itahusisha mwananchi. Na hiyo si kusema ati ni nzuri, lakini kuna mambo kadhaa yenye imetokea na watu wanasema si mazuri. Jambo la kwanza ni ile kutoa vifaa zingine kutoka kwa ile inaitwa tax exempt, na wanatoa kwa zero rated, italeta kwa tax exempt. Nafikiri itakuwa mzuri tueleze tu mwananchi yule wale wanasikiza tofauti ya hizi mbili ni gani. Ukisema bidhaa imewekwa katika zero rated bracket, kwa sababu kuna zile zimewekwa pale, inamaanisha wakati unanunua hiyo bidhaa hakuna VAT. Na hata unaponunua yule ameitengeneza ile VAT amelipa wakati anunua vifaa ya kutengeneza, kama ni inputs ile inaitwa, unajua kuna inputs unaweka VAT. Sasa yule ameinunua ataenda a claim kutoka kwa KRA ile VAT alilipa kwa inputs. So naona hiyo bidhaa bei yake itakuwa imeteremka kabisa. Sasa ukitoa hapo uilete kwa tax exempt, kwa ile VAT exempt, itamaanisha ya kwamba utalipa VAT lakini pia uta-claim ile VAT ya input. Which means sasa ile VAT ya input ni rahisi wale wanatengeneza hiyo bidhaa kuongezea bei ndio iende kwa mwananchi. Ndio watu unasikia wakisema kuna uwezekano ya bei iongezeke. Na ndio watu wanasema, wale wanatengeneza vile wanasema at the end of the day tutapata bei imeenda juu. Na bei ikienda juu kawaida basi mwananchi ndiye anaumia. Ile nyingine imeleta tashwishi sana ni mambo ya ile wanaita private data. Unaona kuna ile wanasema business secret data, ya kwamba ulisikia mambo atakayere sasa wataweza kuwa wanachunguza ile data yako huko ndani kama ni mwanabiashara. Hiyo imeleta tatizo sana, kwa sababu anauliza na hii kifanyika na data ni yetu, na kuna Data Protection Act. Sasa hiyo itafanya kazi namna gani? Kwa hivyo hapo ndio kuna tashwishi kidogo, lakini ukweli ni kwamba ukiangalia vile serikali imefanya, kama mwenzangu amesema, serikali ilijaribu kufanya mambo iwe ni administrative sana. Yani kuimprove ile collection ya KRA kuliko kuongezea ushuru upande wa mwananchi. Na ndio tunasema mimi mahali nakaa kama mtu wa bunge, tunasema pia tungependa Wakenya waanze kuangalia upande ule mwingine. Unajua kweli ni kwamba
ile sababu inafanya tuwe na finance bill kila mwaka ni kwa sababu tuna bajeti. Na bajeti imeweza odhorosha ina orodha si list. Imelist zile vitu zitafanywa. Kwa hivyo naamini watu kama ndugu yangu hapa Bwana Hamdi, Daktari Hamdi, wangeanza kuangalia sana ni vitu gani inafanywa. Na hapo ndio sasa ningependa niseme vile mambo hao wamesema KMA shida yao maliko. KMA nafikiri natakiwa wakaa waseme hii budget ni ya 4.02 trillion. Ndio. Katika hiyo 4.2 trillion ni vitu gani zenye zimetokea zinaenda kwa manufacturing? Providing what we call environment, conducive environment for manufacturing in this country. Na utakuta ukiangalia ni kwamba ndio waweze kuwa wanalalamika ni kwamba ile pesa imewekwa huko kusaidia wao ile mambo wamesema ambayo ya gharama ya juu ya kutoa vifaa kwa factory hiyo haija tolewa vizuri. Kwa hivyo tungesema ni vizuri hata wakati unaokota tax ama koti then align na ile budget. Iwe budget kwa sababu ukiangalia Kenya Kwanza walipoingia kwa serikali walituambia wana vitu vingi watakuwa wanafanya. Kuna mambo ya housing, kuna mambo ya universal healthcare, ile nyingine ilikuwa ni there are 4 items ile transformation yao. Lakini ukiangalia ile katika hizo ile inaendelea mzuri ni kitu moja tu inaitwa housing kwa sababu ndio wanaokota pesa through the levy. Hizi zingine zote kama zimekwama. Ukiangalia education sector is not doing well, every sector ina challenges. Kwa hivyo ndio tunasema ya kwamba imefika wakati Kenya tuanze kuuliza ile swali ngumu, na swali ile ngumu ni kwamba bajeti yetu inafanya zile vitu zinasaidia mwananchi ama ni vitu ambazo zinasaidia serikali? Shikilia hapo mtazamaji, ni saa 2:19 saa za kanda ya Afrika Mashariki, na kama tulivyokuambia tukielekea kwa mswada wa fedha wa mwaka wa 2025 na vile pia makadirio ya bajeti yatakayosomwa na waziri Mheshimiwa John Mbadi siku ya Alhamisi. Vipindi mbalimbali tumekuandalia ndani ya shirika la utangazaji nchini KBC kukuangazia tu wewe mwananchi, ambapo tutakuwa tunakuletea wataalamu hapa ndani ya studio angalau wa kutoa taka za masikio katika masuala haya. Na ndani ya studio mtazamaji, kama nilivyokuambia, leo ni bahati niko naye Daktari Makali Mulu, mbunge wa Kitui ya Kati, na vile pia niko naye FCPA Daktari Abdihafid Abduyaro ambaye yeye ni mwanachama wa ISPAC. Nikirudi kwako ndugu Yaro, kuna swala muhimu pia linazungumziwa hapa, labda kwa mtazamo wako kama masuala haya ya kodi. Je, mabadiliko ya ushuru ambayo yamependekezwa kwenye mswada mpya wa fedha wa mwaka wa 2025 yanafanana vipi na viwango vya kimataifa kusaidia ukuaji wa viwanda vya uzalishaji hapa nchini kwetu? Asante sana Rashid. Kwanza nataka niseme hivi ya kwamba sekta ya viwanda according to economic survey ya 2023-24 ilipanuka ama sector volume ilipanuka na 2.8 kulingana na mwaka ya 2022 ambayo ilikuwa growth ya 3.7. Hiyo inakuonyesha kwamba growth imerudi chini kidogo, contract, na hizo zimechangiwa mingi na gharama za uzalishaji kawaida na other factors kama inflation na pia fluctuations za exchange rate na vitu kama hizo. Lakini inatarajiwa according to the same survey, according to economic survey ya Kenya National Bureau of Statistics, inatarajiwa kufikia 2027 sekta ya viwanda itachangia uchumi ya Kenya kutoka saizi inachangia kama 7.6%. Ndio. 7.6. Inatarajiwa ichangie 15% kufikia mwaka 2027. Ndio. Na hayo ni kulingana na sera ambao serikali inajaribu kuiweka, kama vile nimetanguliza hapo mbele, hizo za kujaribu kuprovide affordable energy solutions na hizo industrial parks. Hizo wanatarajia hizo sera ambazo strategy ambao wataziweka zinaweza kuisaidia sekta ya viwanda kuipanuka na kuichangia uchumi ya Kenya na 15%. Vile ulisema kama ushuru, daktari ameeleza vizuri. Hakuna ushuru ambaye sasa imeongezwa hivyo ambaye inasumbua mwananchi sana vile kwa hii finance bill ya saizi.
yale vitu matata ni hizo tu alisema, hizo mambo za zero rated exempt na hizo vitu na hizo data protection. Nikijaribu kutajia mambo za privacy, KRA hata saizi iko na uwezo ya kuchunguza bank account yako, iko na uwezo ya kuchunguza vile kitu unafanya. Na kama wewe na hiyo mimi sioni kama ni shida, kwa sababu kama unafanya biashara ya haki, kama you are a businessman unafanya kazi ya haki, kwa nini hutaki serikali ijue unafanya nini? Kama unafanya biashara halali, kama unafanya biashara halali, kwa nini hutaki serikali ijue nini? Because as a citizen, unafaa kufanya biashara halali na ukuwe transparent na udeclare ile kitu ambao unatakiwa ulipie serikali na ulipe. Hivyo ndio inatakikana. So ile utata, kuna juzi nilikuwa naona kile pengine ikiwa inazunguka ikisema ati KRA itachukua data za watu, ati watashare na masponsors zako, sijui na makokubai zako, hizo vitu kama hizo. Those are just propaganda, kwa sababu kuna sheria, hata katika sheria ya KRA kuna kitu inaitwa Tax Procedure Act Section 6 ina provide confidentiality of information. Commissioner KRA ikipata information yako, they are supposed to keep it confidential to themselves and they can only use it watumie kwa ajili ya kutafuta ushuru. Hawezi ati wakashia na watu bila nataka. You can sue them for that. So it's not allowed. The same as the Data Protection Act ina protect data zako zisitumike vibaya. Kwa hivyo hiyo kitu si ambaye kitu watu wanapiga kelele juu yake sana, kwa sababu wewe fanya biashara yako halali, information yako kama ni halali, hakuna haja unaficha. Bila shaka hakuna kitu unaficha. So nafikiri juu ya mambo ushuru wanajaribu kuziba vile uliniambia, kama kulingana na internationals vile wanajaribu kusaidia kule kuchangisha ushuru, ni kujaribu kuiziba ile loopholes ambao wale watu ambao hawataka kulipa ushuru wanatumia tax evaders. Na unajua nchi za ngambo kama America and Europe, tax evasion is second to death. Kosa kubwa sana. Is second to murder. Ile ukipatikana wewe ulipo ushuru una evade tax, unaweza kuliwa ama ufungwe miaka mingi sana. So hizo wengine wanajaribu tu kuhakikisha tufikie tuelekee pale. Shikilia hapo, nirudi kwako Daktari Makalu Mulu. Kumekuwa na hii public participation juu ya huu mswada wa mwaka 2025. Kuna wengi wanauliza kwamba ndiyo maoni yalichukuliwa, lakini ikishafika kule kwenye bunge yale maoni si yote huwa yanayochukuliwa, kwamba sauti ya mwananchi haisikiki. Sijui kama mwakilishi wa wananchi swala hili unalichukulia jeje, ni kweli ama mwaka huu kidogo wananchi wamepatiwa fursa ya kutoa maoni yao juu ya mswada huu? Asante sana. Unajua hili jambo la wananchi kutoa maoni yao kwa kila mswada wa mbunge ni jambo lenye imewekwa katika katiba yetu, na ukweli ni kwamba saa hii ukipitisha mswada wowote katika bunge bila maoni ya mwananchi utakuwa kwa shida, kwa sababu wakienda kwa court, court itaamua ya kwamba haikufanywa kulingana na sheria, kwa hiyo itakuwa nullified. Ndio naona sana ni lazima kila wakati tuna mswada, hata kama wa finance, wananchi waweze kupewa nafasi ya kutoa maoni yao. Kuna ile nafasi wanapewa kwa kuja kwa mkutano, kuna nafasi wanapewa kwa kuingia kwa mitandao, website utaweza andika. Kuna ile nafasi wanapewa kwa wabunge kuwatembelea kule vijijini waweze kuongea na wao. Na last time kulikuwa na malalamishi sana ya kwamba tumetoa maoni yetu lakini ni kama haikuchukuliwa. But kweli ni kwamba kama vile tumesema, hii finance bill inatakiwa ipe serikali yetu kama bilioni 24. Kwa hivyo inamaanisha kama maoni ya wananchi itachukuliwa yote, iseme sasa hii finance bill isiwe hapo, basi lazima serikali ifikirie tutatoa hiyo bilioni 24 wapi. Ile njia nyingine wanaweza pata pesa na aidha waweze kukopa, na unajua mambo ya mkopo pia tumefika kiwango imekuwa ngumu kukopa. Kwa hivyo ndio naona saa nyingine kuna ile balancing. Kuna yale serikali itachukua, kuna yale serikali itakataa kuchukua, kwa sababu sio ni lazima pia waweze kupata pesa ya kufanya kazi. Na nimekuwa nikiambia Wakenya kwamba ile itakuwa tujiulize ni kwa sababu ukiangalia bajeti yetu kama nchi sasa, ukiweka bajeti ya Tanzania, ukiweka bajeti ya Uganda, ukiweka bajeti ya Rwanda na pamoja na Burundi, hata ifiki bajeti ya Kenya. Kwa hivyo ndio sasa tunaulizana, hii bajeti yetu ni bajeti ile ni ya ukweli ama watu tu wanaweka
pesa pale ya kuonyesha sisi ndio tuko superpower. Ile ingine ya maana ni kwamba unaona tunaweka pesa mingi, lakini kija kwa utekelezaji wa kazi, unajua kuna ile budget na kuna ile implementation of the budget. Unakuta tuna challenge kubwa sana kwa sababu ya tuna changamoto kubwa kwa sababu ya utakuta ile fedha inatakiwa treasury wao wanatoa kila mwezi ndio ifanye kazi, hakuna. Kwa hivyo unakuta budget sana saa nyingine tuna implement kama 60%, 50%, na sana ile ya development ile ingefanya nchi ikue, unakuta hata atufikia hata 20%, sana ni 30%. So hiyo ndio mambo, na ndio tunasema kwamba ni wananchi, imefika wakati tuangalie. Ukiangalia ile nyingine Rashid, na hili ni very serious, kwa sababu mimi nimekuwa kwa budget kwa muda mrefu. Tulipokuwa tukitengeneza bajeti, ndio hii pesa ya vijana wetu inaitwa Hustler Fund. Hii ilikuwa ni one of the flagship projects ya Kenya Kwanza. PS wa hiyo ile anasimamia hiyo area inaitwa small scale enterprises, and is a department. Ali confirm, akadhibitisha ya kwamba tukiwa mbunge hawana uwezo wa kupata bilioni 5. Mheshimiwa Susan Mangenyi, hiyo imepotea. Naam. Hiyo imepotea. Na wakati huo anauliza sisi kama wambunge tuongezee hiyo dara yake bilioni nyingine 6. Ndio. Amepoteza 5, anataka tumuongezee 6, na hili pesa hawana nchi. Sasa tunaulizana, sio ingekuwa hiyo ni candidate mzuri sana wa kutoa budget yake, tumwambie mwaka huu upati budget, hata ingawa ni pesa inaenda kwa watu wetu, lakini kama isaidii watu wetu, inaenda kwa mifuko ya watu, basi kuna haja ya kuongezea. Kwa hivyo unakuta sasa amesukuma mpaka amewekewa kitu. Auditor General alipokuja kuongea mambo ya budget, akasema hii mikopo unaona kopa kila right left, Rashid, na wewe na mimi tutalipa. Ndio. Na tusipolipa watoto wetu watalipa. Na watoto wasipolipa wajukuu watalipa. Ndio. Hiyo mikopo hiyo akiangalia vitabu kila mwaka, miaka mitano iliyopita, ile mitano iliyopita, the 3 financial years, Kenya imelipa bilioni 6.2. Ile inaitwa commitment fee. Rashid, commitment fee, na hii ndio ujinga saa nyingine tunajifanya sisi wa Kenya, saa nyingine ni wajinga sana. Commitment fee ni pesa ambayo umeweka sahihi kwa mkopo ya World Bank. Umesema World Bank tupatie bilioni 1 tujenge barabara. Alafu wewe unakaa bila kutoa hiyo pesa. Mwaka ikiisha, kwa sababu kuchukua pesa na ulicommit, haiwezi pewa mtu mwingine, unapewa invoice. Uliweka sahihi unja tumia, lipa kwa sababu is committed. Imagine 6.2 billion. Sasa hiyo hatuna capitation ya watoto, hatuna pesa ya hospitali, na sasa hivi tunakwambia finance bill utoe ushuru. Unatoa ushuru ya kufanya nini? Sipaze tuweke hao ambao wanawatumia pesa wameweka sasa hivi tuweke ndani, ama watoke kwa maofisi. Ndio hii 6 billion ianze kusaidia pande hii. Kama hiyo 6 billion tungeitoa Rashid, tungekuwa tutaanza tunatafuta 18 billion from the finance bill. Ndio. Sasa ile ingine ambayo ni ujinga ambao tunafanyanga sisi, Auditor General kila mwaka anatuambia budget a third of it. A third, inaitwa theruji what? Moja hiyo. Kila mwaka anasema either inaingia kwa mfuko ya Rashid ama ifanye ile vitu inatakiwa. Na hiyo ukifanya budget ya 4 trillion is more than a trillion. Kwa hiyo Auditor General anatuambia wa Kenya, kama mungeacha hiyo shimo mushimbe, mutabaki na trillion kwa mfuko yenu. Sasa akisema hivyo, sisi wa Kenya mwaka huu tutakuwa tukiomba bilioni 876. Ile tutakuwa pesa ile tunaomba mwaka huu kutoka pale ili tufanye budget. Ndio. Ondoa hiyo kwa trillion, una change more than 100 billion. Alafu tunaendelea kuongea. Sasa tunaongea juu ya nini? Tazamaji, mambo ndo kama hayo. Mheshimiwa Daktari hapa amesema bajeti ya Kenya ukilinganisha na mataifa ya Afrika Mashariki yetu inakuwa kubwa sana. Nashindwa ni nini, lakini ni kwamba Kenya ni Ulaya ya Afrika Mashariki. Inanikumbusha juzi kuna raia mmoja wa Tanzania alikuwa hapa nchini akidhania yuko Marekani, akijashtukizia hivi yuko Nairobi. Ndio inaitwa Kenya hiyo, mtazamaji. Nirudi kwako ndugu yangu Abdul Hafidh Yaro, FCPA na mwanachama wa ISPAC. Kuna malalamiko ambayo amekuwa yakitolewa na hichi chama cha wazalishaji humu nchini kuhusu ushuru wa Eco Levy na wa bidhaa ghafi. Sijui serikali itashughulikia vipi swala hili? Rashid, kwanza nataka nikueleze kwamba
katika kulingana na budget summary ndio ya mwaka, sekta ya viwanda imewekewa kiasi ya pesa bilioni 18.6, 18.6. Na mwaka jana walikuwa wametengewa kiasi ya bilioni 21.8. Kwa hiyo imepungua na karibu bilioni 3. Sasa hizo ndio hata wangepigia kelele zaidi, kwa sababu kupunguza pesa ambayo imetengewa sekta ya viwanda inamaanisha hatuko serious kwa kuinua sekta ya viwanda. Na vile nimesema mbeleni hapo, serikali imejaribu kuweka sera ya kujaribu kuifufua sekta za viwanda kwa kusema watatengeneza industrial parks na vitu kama hizo, lakini kama wameshapunguza wameshakata pesa yao, budget yao na karibu 3 billion, hiyo inamaanisha iko shida hapo. Na vile daktari amesema, budget ya Kenya mingi zinaenda kwa recurrent, because kama hii sasa hiyo 3 billion ingekuwa ingeenda kwa development, because tunainua sekta ya uchumi, ile pesa ingeenda ni ya development, ya kutengeneza, kusaidia factories zikue. Lakini utakuja kupata kwamba budget yetu kubwa inaelekea wapi? Kwa recurrent expenditure ambaye haizalishi kitu. It doesn't produce, ni kukuliwa tu, consumption. Hapo iko shida. Issue ya eco levy, hiyo ilikuwa kwa finance bill ya last year. Na this year sidhani kama iko, mengine daktari atanikorita kwa budget committee, sidhani kama iko. So I don't know kwa nini wanalalamikia juu, because hiyo ilikuwa last year na iko dropiwa. Kuna swala moja wengine usema kwamba ndio ilidropiwa ama ilitolewa, lakini wanasema utashtukizia tu, bill imekuja na iko hiyo tayari ishapitishwa, mtafanyaje sasa? Kuna ule wasiwasi. Sasa hiyo ni mistrust, tunajua. Kuna shida kubwa sana katika hii nchi. Tuko na watu ambayo tumewachagua na tumewapeleka pale kama leaders wetu, because sisi yote hatuwezi enda kwenda kwa bunge kujirepresent. Hivyo hata katika bunge sio MPs wote wako kwa budget committee, vile daktari amesema kuna wachache wako kwa budget committee, wako na privy to this information, ile kitu inawekwa na pale. Sasa kama hatuamini leaders wetu na tumewachagua na tumewapeleka pale, sasa tutaishi namna gani? There's a big mistrust. Ukiangalia katika nchi ya Kenya siku ya leo, hatuwezi amini the president, hatuwezi amini bunge wetu, hatuwezi amini MC, hatuamini watu. Na hii watu sio ati wamejipeleka pale, ni sisi tunapeleka. Kwa hiyo pia sisi hatuaminiki. Sisi ndio hatuaminiki. Sasa kama waamini leader yako, sasa itakuwa namna gani? Tutaishi namna gani? So hiyo mambo kufikiria ati itastukiwa itakuwa pale, sidhani kama itakuwa, kwa sababu wabunge wanasikiza, budget committee wako wanajua what's happening. Alisema kuna public participation inafanyika, watu wameulizwa, watu hawataki kusikia kitu. KM lazima wamesikizwa. So sidhani kama zitawekwa pale. Serikali haizifanya mchezo kama hiyo. Ndio. Sidhani, lakini ni mzuri kuamini wale ambao wanatuongoza. Tumewapatia nafasi, tuwapatie nafasi watuongeze. Kama hawajafanya kazi yao, miaka 5 kisha tuambie bwana boss, sisi tulikupatia kazi ukashindwa, tafadhali utoke. Wacha tujaribu mtu mwingine. Hivyo ndio, na ile kitu ambayo ningewahimiza wa Kenya ni lazima to develop your trust in our leadership. Na before tuchague, lazima tuangalie watu kabla hatujachagua. Chambua hii mtu, angalie mtu atakuja kutufaa, atakuja kuendelea na interest yake, ama atakuja kusaidia sisi, angalie saa hiyo. Lakini akiwa pale, mpatia support. Na sema wengine wanasema hata hatusikizwi. That is most of the what people say. These leaders, even they don't listen to us. Again, I don't think that is true, because inaweza kuwa hao watu ambao wamepatiwa kazi ya kufanya, lazima ifanyike na lazima ifanye. Na kazi kama hii, kama sasa budget, unaona inabidi lazima ukate mtu hapa, because pesa hazitoshi. Sasa itabidi huyu mtu akate ile mtu umemkata, haizi furahia kusema kweli. Hazi furahia. Nani anataka kukatwa hata mimi sitaki. Hata uweze kubali. So that is normal. Lakini we have to swallow that bitter pill na tujiangalie what we have na what we can do. Another issue ambayo mheshimiwa amesema, issue ya corruption. Tunapoteza pesa mingi sana juu ya corruption na lack of prioritization. Kama hizo sasa alisema 6 billion tunapoteza just for commitment fee. What for? Kwa nini tulisema tutafanya kama tunajua hatuwezi fanya?
So kama tu serikali inaweza kufunga hizi loopholes za corruption na pesa kupotea namna hiyo na lack of priorities kuwekwa wrong, nafikiri tunaweza kufika mahali, because budget yetu ni kubwa na hiyo budget inaweza kufanya kazi kama tunaweza kufunga hizo loopholes ambayo zina drain ile pesa ambaye Wakenya wanalipa kama ushuru. Asante ndugu yangu Yaro. Nikirudi kwako Mheshimiwa Makali, ndugu yetu hapa ametuambia kwamba sekta ya uzalishaji katika bajeti iliyopita ilitengewa kiasi kikubwa cha pesa. Bajeti hii zimepungua na shilingi bilioni 5. Je, hii kuna effect yoyote kutokana na kuajiriwa ama kutokana na ajira ama viwanda vya uzalishaji kufungwa nchini Kenya? Unajua ukiangalia Vision 2030 tulikuwa tumesema ya kwamba tungependa manufacturing sector yetu iende mpaka was it 10% or 15? It's supposed to be 15%. Ndio. Na inatarajiwa ifike pale. Tulikuwa tunasema tutatarajia ifike 15%. Ndio. Na usidhani ni number tu watu walitoa from nowhere. Hii ni kitu kwa imefanywa a lot of research na empirical research ikajulikana kama tutaweza grow manufacturing up to 15% of our GDP itasaidia wananchi. Na ndio tunajiuliza sasa, ukiangalia kwa nini hiyo sekta yetu ya manufacturing haifikii hiyo kiwango. Umekuwa umeyasema pale mbeleni Rashid, ukasema kwanza gharama ya production iko juu sana, ukasema ya kwamba ukiangalia ile koti wamewekewa iko juu sana, na hiyo inalazimisha watu waendelee kufanya nini, waendelee kufutwa kazi, kwa sababu kama hakuna kutengeneza bidhaa basi hakuna kazi, haja kuwa na mtu. Na vile umesema kama budget imepunguzwa na 5 billion, inamaanisha ya kwamba badala sasa ya kuwasaidia waelekee ile 15%, sasa hivi wako 7%, tunawaelekeza chini zaidi. Na nimekuwa nikisema mara nyingi, Wakenya ni lazima tukubaliane mambo fulani. Sisi wenye tumesomea mambo ya uchumi, kuna mambo ambayo ni lazima uyafanye, ama usipofanya basi utaishi na ile shida zake. Jambo moja, kama industries zetu asifanyi kutoa bidhaa kwa wingi, if they are not growing, it means basi hakutakuwa na haja ya kuweka watu wengi kwa kazi. Kwa hivyo lazima watu watapoteza kazi, kwa sababu uzalishaji utakuwa uko chini. Uzalishaji utakuwa chini. Ile ingine ya maana ni kwamba kama bidhaa bei iko juu, ndio, na mwananchi wa kawaida saa hii, na najua wale tuko kwa hii room kwa sababu naangalia labda huyu ndio ana pay slip na nasikia kama na biashara. Ninyi wale tuna pay slip, mnajua karibu inaelekea negative. Sasa kama mshahara mwisho wa mwezi ukifika Rashid, unaenda wanaangalia pay slip yako na ina kitu. Yaani una pesa utaweza kutumia kwa mfuko. Utaenda kununua unga? Hakuna. Utaenda kununua. Utanunulia watoto nguo? Utanunulia. Kwa hivyo kama Wakenya wengi watakuwa katika hiyo hali ya kwamba wanunui unga, wanunui nguo, inamaanisha ile viwanda yetu ya kutengeneza nguo na unga basi ni lazima ipunguze kutoa zile vitu. Ikipunguza basi kama tulikuwa 100 tumeajiriwa pale, si lazima tutakuja sasa 8 ama 70. Tukija 8 ama 70, ile income tax ilikuwa itoka kwa hao 20 wameenda imepotea. Kwa hivyo naona ni sako, itakuwa sako. Na kwa hivyo unakuta badala ya uchumi kukua, uchumi inaendelea kwenda baya. Na ndio unasikia tukisema siri ya serikali za ile siri serikali wanafanya ni kuhakikisha kwamba pesa inaingia kwa mfuko ya Wakenya kwa njia ambayo imepangwa vizuri. Unaona, kuwe na program ya kuhakikisha kwamba umesikia wameanzisha kazi mtaani tena. Nimesikia kama wanaanzisha hiyo. That's one of the programs. Inatakiwa ya kuleta kuhakikisha kwamba una pesa kwa mfuko, ndio kwa na pesa ununue bidhaa. Ukinunua bidhaa basi ile viwanda vitaendelea kutengeneza bidhaa na uchumi unafanya nini? Unakuwa. Na hiyo ndio itakuwa tufanye. Lakini unakuta saa nyingine zile vitu tunafanya, kama kuna hii moja inaitwa economic empowerment inaendelea saa hii. Na kasirika sana nikiona vile inafanywa. Hii ya kumpega pesa, food stuffs. Hii nakwambia hiyo Rashid. Itakuwa tuende kwa street tukashibu hiyo kitu. Ni mbaya. Unaona wanaenda kwa constituency, rais anapeana 3 milioni, Kidigi anapeana 2 milioni, wale wambunge wengine hapo wa Kenya Kwanza wanatoa 2 milioni nyingine, yote inakuwa 7. Ikiwa 7, wananchi wanafungishwa laini. Wengine 200, wengine 500, hiyo ingine viongozi wanakimbia nayo. Sasa ni empowerment gani hiyo? Na rais tu anaangalia kwa state house namna hii. Anaangalia naibu yake tu akizurura Kenya kufanya. Unajua, unless empowerment, community empowerment has changed meaning,
watu wa pale nje wakiona tunafanya wanatucheka sana. Unajua kama vile umesema sisi ndio London ya Afrika. Na watu wanasema tumesoma sana. Yaani wakaona vile tunafanya vitu. Badala hao watu walisoma wakaweka madegree yote kwa kabati wakafungia alafu wakatoka bila akili, yani walifanya namna gani? Ni lazima tufanye vitu kwa njia ya utaratibu. Kama tunataka kusaidia Wakenya wetu, tuweke vile daktari anasema hapa. Tuweke miradi yenye nafaa kwa budget. Tuhakikisha kwamba hiyo miradi imefanywa. Tufuatilie, tuhakikisha kwamba imefanywa, hiyo ni monitoring and evaluation. Na tuhakikisha kwamba kuna sustainability. Sijui mnahitaji Kiswahili. Inahitaji sustainability kwa Kiswahili. Yaani kuwa na kitu ambacho unaweza kukutoshelezea. Hata mwenyewe yule anakupea pesa akitoka itaendelea. Hiyo ndio inamaanisha. Na unless tufanye hiyo Rashid, tunaharibu pesa ya serikali. Na ile inakasirisha sisi sana. Ni kwamba hii pesa wanapeana si pesa yao. Ni ile kodi yako na mimi. Tumetoa kwa nguvu, kwa kufinyiliwa, kapesi kameishia. Alafu unaona vile napeanwa. Bwana amenikumbusha kitu katika mataifa ambapo demokrasia imeendelea. Sijawahi kuona mambo na economic empowerment, hususan kupeana pesa, food stuff na goods nyingine, alafu hizi pesa zinakuwa shida ku account for mtazamaji. Hayo ni ya siku nyingine tutayazungumza. Ikiwa hivi sasa ni 17 dakika zimesalia kuweza kutimia saa 3. Asante kwa kuitazama runinga KBC Channel 1 na asante kwa kusikiliza KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Ndapo kwa sasa ndo unajiunga nasi, mimi naitwa Rashid Momkondo na ndani ya studio niko na wageni tukichambua mtazamaji, tukielekea kwenye bajeti ya mwaka 2025 2026 na vile vile pia mswada wa kifedha wa mwaka wa 2025. Na kama tulivyokuambia tutakuwa tukileta wageni mbali mtazamaji na msikilizaji, kuhakikisha tu tunakupatia elimu na saha kujua jinsi mambo yanavyoendelea. Nikirudi kwako ndugu yangu Yaro, kuna swala ambalo limejitokeza kwamba sekta ya uzalishaji nchini Kenya ni miongoni mwa sekta ambazo zinabuni ajira kubwa, na hususan ukiangalia sana katika sekta ambayo si rasmi, informal sector, ni kubwa sana na inachangia pato kubwa sana la kitaifa. Sasa swali ni hili, kama mgao umepunguzwa na hii sekta ya uzalishaji inasaidia sana hata kuajiri wa Kenya wengine, tutafanyaje angalau kuwe na ile kama alivyosema mheshimiwa ile sustainability, kwamba angalau inaweza ikasukuma mbele, maana sasa ni kama imeenda chini? Asante sana Rashid. Kwanza nataka ni correct, nilisema imepungua na 3 billion sio 5 billion. 3 billion. 3 billion. Then ya pili, kusema kweli nchi ambao zimekuwa zote zilikuwa na sekta za viwanda. Nafikiri umesoma katika shule tunaitwa Industrial Revolution. Hizo nchi zote zilifika hiyo kiwango ambayo wako sasa kwa ajili ya kuwekeza rasilimali kubwa katika sekta za viwanda. Sasa kama tunataka really kufika pale, kama tunataka tufike pale, yani tukue kama Europe ama hata China, lazima tuifufue sekta za viwanda na tuiweke mikakati za kutosha na pesa za kutosha, deliberate efforts ya kuhakikisha kwamba tuna concentrate vile ya kutengeneza sekta za viwanda zikue. Kama tunataka kufika hiyo, ulisema ati Ulaya wa ya Afrika Mashariki. Afrika. So moja ni hiyo kwanza. Sasa tunahitaji nini kufanya hivyo? Basi moja ni kuhakikisha kwamba tumeweka strategy ya kutosha, mikakati ya kutosha ya kwamba tunaiweka pesa za kutosha kuhakikisha sekta za viwanda zinakuwa. Vile umesema lazima zitaathiri informal sector, vile umesema, kwa sababu sekta za viwanda ndio zinaajiri. Isipokuwa serikali, nani ingine anaajiri watu? Ni lazima kukuwe na sekta za viwanda. The next person to employ people itakuwa ni hizo. Na serikali haiwezi andika kila mtu kazi. Kusema kweli. Wananchi ni wengi, watu wamesoma, lakini serikali haiwezi, kila mtu haiwezi pata mshahara na serikali. Itakuwa ngumu. So serikali inatakiwa ikuwe effort za kusaidia any industry, small industries ambazo zinajaribu kukua, kuwapatia incentives na kuwapatia tax incentives, na kuwapatia hata miaka kadhaa ya kutolipa ushuru. Vitu kama hizo ndio waweze kujisaidia na kutengeneza hizi viwanda zikue na waweze kuajiri watu wengine.
nikiguzia kidogo mambo ya economic empowerment ya serikali. This is not economic empowerment. Hizi ni handouts tu. It's just handouts. Hakuna handouts, hakuna siku itatajirisha nchi. Na hakuna hata siku itasaidia mwananchi. Kwa sababu umepanga line leo watu kungangana kupata shilingi 200 ama 500. Hii sasa itakusaidia. Hiyo si ungo tu umenunua na imeisha siku hiyo. Kesho bado unatafuta kitu ya kukula. The best thing ingekuwa hizi pesa ambazo zimetumika pale, unaweza kuanzisha ka industry kadogo ya kutengeneza kitu, hata local industries. For example, unaweza kupata unaweza kiwanda kidogo ya kupaka hata maziwa. Tuseme watu wa Rift Valley na Central wana produce a lot of milk, dairy milk, sio? Maziwa mara nyingine kama hainunuliwa na factories zinaharibika because there's no time, even there's no coolers and there's no those. Imagine kama kungekuwa na every village kuna ka small kiwanda ya kuhakikisha hizo maziwa zinachukuliwa, zinawekwa kwa freezers, zinakuwa packed na zinaweza kufika hata mpaka supermarkets za Nairobi. Tutakuwa tumesaidia watu because katika hiyo kiwanda kidogo kutakuwa na watu watafanya kazi. Nakumbuka katika mahali ninatoka Wajir, kuna wakati nilikuwa deputy governor wa kwanza Wajir. Kuna wakati tulijaribu kusema tunatengeneza tannery. Na mpaka sasa hiyo tannery haijakuwa. Unaona sasa. Na the idea was tannery watu walete mangozi na zitengenezwe pale na ziko exported, lakini hazijakuwa mpaka sasa hizi. Na vitu kama hizi vitu kiwanda kidogo kama hiyo zingetengenezwa kwa kila village. Every kiwanda lazima inaweza kuemploy watu kama 5-6. Na hiyo itakuwa sustainable because hiyo mtu atakuwa akifanya kazi, atakuwa amejua skills, skills zake zinaongezeka. Imagine in Kenya even toothpick is imported, you know that? Toothpick. Kweli? So unajua toothpick. Hatuwezi tengeneza hapa. Sasa unashangaa what is wrong with us? So inafaa serikali iweke mkakati ya kutosha ya kusaidia hizi informal industries kidogo ndio ziweze kukua, ndio ziweze kushindana. Kama tunataka kukua, tushindane na hizo tukue za nchi za Ulaya vile tunataka kukua. Wacha kutudanganya kujidanganya na hizi matall structures hapo. Hizi manyumba nyingi zinajengwa, it doesn't even add value to the common man because utakuja kupata watu watano tu wanafanya kazi hapo, wengine caretaker and those things. Hizo pesa ambayo watu wanaweka hata kwa real estate ingewekwa kwa industries, then tunaweza kuwa industrialized, na tukikuwa industrialized ndio tunaweza kufika sasa kiwango cha kina Europe and those things. Asante. Nikirudi kwako ndugu yangu Daktari Makali Mulu, tuna kama dakika 10 hivi tu tuweze kumalizia kipindi hiki. Kuna mtazamo tofauti wa Wakenya kuhusiana na hali ya uchumi, na wewe pia kama mwana uchumi na bajeti inayokuja na vile pia mswada huu wa kifedha, wengi wanahisi kwamba it's like Mkenya anafinywa sana na wakati ambapo hali ni mbaya. Sijui kama mwakilishi wake unaweza ukampatia matumaini gani? Unajua sasa Wakenya unajua lazima tuite Mungu. Hadi tumefika. Sasa bali tumefika. Ukweli mandini inatunyonga. Niliangalia Waziri Mbandi jana akisema tulikuwa katika class moja na Ghana na Chad na Zambia. Wale tulikuwa tunataka kuchukuliwa na World Bank to auction. Na sisi ndio hatuja kwa auction. Wengine wote wamekuwa auction because kama if you go for debt rescheduling it's like being auctioned. You says you can't pay. Sisi ndio tumebagi. Lakini matumaini tutaendelea nayo Wakenya vile ningependa. Mimi kuna mambo mawili ningependa tufanye kama Wakenya. Jambo la kwanza ni kuhakikisha ya kwamba tuna hold our leaders accountable. Ile watu wamepewa mamlaka ya kuwekelea watu accountable ni mbunge, kwa sababu mbunge ndiye atakao iwe inaangalia vile serikali inafanya kazi. Na ukweli ni kwamba ukiangalia vile mbunge tumekuwa tunafanya mambo ya ufisadi kusukuma serikali, ni kama tumefika mahali atuisukume vile inatakiwa. Kwa hivyo sisi wote kama Wakenya imefika wakati lazima tujitokeze sisi wote tuseme hii mambo ya ufisadi, kwa sababu sasa inakaa kama tumeiachilia iwe tu part of our life. Ni lazima tuwe na ile inaitwa we need to shift. Kabisa tutoke kwa hiyo tuwe na muundo mpya wa vile tutumia pesa ya serikali. Because Rashid, mimi nakwambia kama mwana uchumi, hii economy ya Kenya ni iko na nguvu sana. Vile hii economy inaporwa, kama ingekuwa economy zingine tungekuwa tumeisha. Na
hata ingawa inaporwa namna hiyo, unaona tu vitu zinaendelea hata kama sio vile tungependa. Kwa hivyo inamaanisha kama sisi Wakenya tungejitoa tuseme enough is enough. This is our country and we must take it back. Ya kuhakikisha kama ripoti imesema wewe umekula pesa ya serikali, na hiyo ripoti imejaa hapa mbunge, kitu ya kwanza, kanyanga nje ya ofisi, uchunguzi kwa nje ya ofisi. Kama utapatwa na shida, sheria ichukue mkondo wake. Kama una shida, urudi kwa ofisi yake. Sasa unaona mtu imesemekana kweli alikuwa amesimamia idara, bilioni 1 imepotea, bilioni 3, na anaangalia na kale ile kiti yake kubwa kwa ofisi, ana roll tu. Ana roll. Sasa ukweli hatuwezi ndio hivyo, tuende mbali. Ile ya pili, imefika wakati ni lazima sisi wale tumewekwa katika ile uongozi, yani wewe ni what I call accounting officer somewhere. Ama wewe umeshikilia mahali unatoa maoni, unatoa decisions kwa sababu ya Wakenya. Tufanye jambo la maana. Kama bajeti tumetengeneza, tuangalie wakati inatoka kwa upande wa serikali, iwe tumeweka mwananchi mbele. Ndio. Bajeti ukiangalia kawaida tukitengeneza bajeti, bajeti kuna vitu tatu unaiangalia. Ile macho ukiangalia budget, unaangalia budget na macho ya mwananchi, unaangalia budget na macho ya viwanda ama private sector, na unaangalia budget kwa macho ya serikali. Kuna vitu utakuta imewekwa kwa bajeti ambayo ile serikali iko kwa uongozi inataka kutumia hizo vitu ndio endelee kukaa kwa uongozi. Kuna vile vitu imewekwa kwa budget itasaidia viwanda ama private sector iweze kunawiri. Na ukikumbuka ile masomo tulisoma pale form 4 form 5, ilikuwa inasemekana private sector is the engine of economic growth. Kwa hivyo kama hawasongi, sisi hatutasonga. Na kuna ile budget tunaiangalia, nasema katika hii budget yule mwananchi amefilmiwa namna hii, ni vitu gani kwa budget itainua maisha ya wananchi. Ukiangalia ile budget tuko nayo saa hii, utakuta vitu nyingi sasa zimewekwa hapo na imewekwa pesa mingi sana, ni ya kuhakikisha kwamba ile serikali iko kwa serikali, inaendelea kukaa kwa serikali. Ninaona economic empowerment which doesn't make sense being pushed all over the place. And I like ile terminology ametumia, handouts. Tunaendelea tukupea Wakenya handouts, tunawaambia ni economic empowerment. It can't be the same. So I think we really need to tell Kenyans, Wakenya wenzangu, ni lazima tuanze kuuliza maswali ngumu katika hili bajeti. Tuulize, hii bajeti ni vitu gani itasaidia mwananchi aweze kuinua hali yake? Na kama hakuna, tunasema hii bajeti hatupitishi, tuletea bajeti nyingine. Lakini nani sasa anapitisha budget? Si mbunge? Ni bunge. Sasa unajua bunge imeingia kwa mfuko ya rais. Naam, tumalizie muda wetu haonasi. Nikirudi kwako ndugu yangu FCPA Daktari Abdihafidh Yaro, mwanachama wa ISPACA. Mheshimiwa amezungumzia mambo mengi hapa sana, na yote pia amejikita katika ubadhirifu wa fedha za umma, na haya yote masuala finance bill, masuala ya budget, lazima hatuwezi kosa kutaja swala la ufisadi. Sijui donda sugu hili tutalimaliza vipi, lakini kwa sababu wengi wanasema kwamba Kenya, zile pesa tulizonazo endapo zitakuwa well managed, hii nchi inaweza ikawa Europe. Lakini sasa shida ndio hiyo. Hapo umenena kweli, na daktari amesema kweli. Kusema kweli, Kenya ni nchi ambaye imekataa kukufa. Inakuliwa na inakataa kukufa. Kwa sababu ndio na kwamba tumekuwa resilient sana, because ukisoma hizi ma reports za corruption, hizo misappropriation of funds, lack of accountability, inakuudhi sana. Sisi ni mahasibu, na tukiangalia hizo figures tunashangaa, because we can know what those figures can do. Unaona mtu misappropriate 500 million, 200 million, na vile anasema bado anakaa kwa kiti, bado ana rotate. Hakuna kitu anafanywa. Na Wakenya ni watu wazuri sana. Ni watu ambao wanavumilia. Ni watu wanapenda kulipa ushuru, hawana shida. Ile shida wako nao zile ushuru ambao wanalipa kama inaporwa. Ndio. Na mtu ambaye amepora anajulikana, anaonekana, na hafanyi kitu. Sasa hiyo inavunja watu moyo sana. Ndio wanaanza kufikiria, hata mtu ambaye analipa ushuru anaanza kufikiria, hii kitu hata nikilipa, si kuna watu tu watakula tu, wataichezea, kwa nini nilipe? So I think one of the biggest thing that the government has to tackle ni mambo ya ufisadi. Lazima serikali ichukue hatua kubwa ya kuhakikisha kwamba hii mambo ya ufisadi imalizwe, ikomeshwe. Unless that is done, hakuna mahali tutafika. Lakini wanasema siku hizi sasa hivi vita vya ufisadi vimekuwa politicized.
Hiyo pia inaweza kuwa because unaona kwa sababu kila mtu ako na something in his closet. Kama wewe uko safi, hata ukikosana na serikali kwani watatoa wapi wakushike nao? Na kitu ati wewe ni mfisadi. Lakini kwa bahati mbaya almost every politician akona something. Ndio wakianza kufuata wanataka kusema hii ni political. Lakini kama hakuna kitu ambao umefanya vibaya, ungeogopa, hakuna kitu unaogopa. You'll be very confident of yourself. Hiyo na sikubaliani na yani kutumiwa vibaya, vita vya ufisadi, kutumiwa vibaya ati kujaribu kufuata kwa sababu mtu ati anakupinga. It's not right. Inatakikana tufanye vile ambaye sheria inasema. We have very good laws. The anti-corruption laws are very good. Tufuate vile inatakikana. Watu wapatikane, watu kama wamepatikana na kitu, evidence itafutwe, na kama mtu amefanya vibaya hiyo mtu washikwe, na kama ni kufungwa afungwe. Hata ingekuwa mzuri ifanywe kama ile kama ya China kama Vietnam, unanyongwa, tukinyongwa watu watatu hivi nafikiri itaisha hii mambo ufisadi ingeisha. Asante. Nina dakika moja na kila mmoja nitapenda atumie sekunde 30. Mheshimiwa Makali, hii kamera inayokuangalia kwa sekunde 30 tu, jambo lako la mwisho kwa yule mtazamaji na kutizama Mkenya na vile vile pia mwananchi kutoka kule maeneo ya Kitui ya Kati. Wananchi tusikupe moyo, tuendelee tusukume, tutakuwa na ukombozi inakuja. Asante. Na ndugu yangu Hiaro, unaoangalia kamera hapa, maneno yako ya mwisho tukimalizia kipindi tukielekea kwenye finance bill na budget 2020. Nami nitafuata maneno ya mheshimiwa, tusiwe moyo, mambo si mabaya vile watu wanafikiria, tunaendelea vizuri. Kenya inaendelea kukua bado, tuendelee kulipa ushuru na tuendelee pia kuhakikisha kwamba wale ambao wanatuongoza wanakuwa accountable kwa ile ambao hiyo ushuru ambao tunatoa, na tuendelee kujenga nchi. Bila shaka asanteni sana wageni wangu hapa ndani ya studio. Najua mna shughuli nyingi, lakini mmeweza kuja hapa ndani kutuelimisha mawili matatu juu ya mswada wa fedha mwaka 2025 na bajeti. Mtazamaji, niseme shukran sana kwa wale wote waliofanikisha makala haya kipindi hiki. Kumbuka kipindi hiki ukujia kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 hadi saa 3 kupitia KBC Channel 1 na KBC Radio Taifa. Bas, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, ikiwa ni pamoja na wapiga picha wangu hapa ndani ya studio na vile vile pia waelekezi upande wa runinga na upande wa redio, nasema shukran sana. Kumbuka mtayarishi wa kipindi hiki ni Nancy Kemunto na Dennis Chisaka, bila kumsahau Omoi Masila. Ananiambia nisimuite Omoi Masila, nimuite Chief. Sawa Chief. Asante vile vile pia rafiki yangu Dora Manya upande wa pili wa studio. Mtazamaji, mimi naitwa Rashid Mwamkondo, lakini nataka nikuache na hili utafakari. Kuna wakati mmoja mwanamume ambaye akili yake kidogo ilikuwa ni tahira, alikuwa anaishi kwenye mto, akaona watu wanaenda kuteka maji. Maji yenyewe yalikuwa yanakauka yamebaki kidogo, wakati mwingine mito ukauka. Akaona wadanganye ili abakie yeye peke yake yale maji ayanywe. Akawaambia huko barabarani kuna gari la nyama na maziwa limeanguka, watu wanaokota huko wanajishindia, nyinyi mwafanya nini hapa? Sasa watu wote wakaanza kukimbilia huko. Alivyoona vile naye akajiuliza, isije ikawa ni ukweli, mbona wote wameenda na arudi? Na akaanza kwenda mbio na kuwafuata. Tafakari hilo. Jina langu naitwa Rashid Mwamkondo.